Asante msikilizaji kwa kuendelea kuiamini DW Kiswahili ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu huko Afrika Mashariki. Tanzania, zikiwa zimepita siku chache tangu kufanyika kwa uchaguzi mkuu nchini humo uliogubikwa na maandamano ya vurugu na uliompa ushindi wa karibu 98%, Rais Samia Suluhu Hassan, chama kikuu cha upinzani Chadema ambacho hakikushiriki uchaguzi huo kimezungumzia jinsi kilivyoutazama uchaguzi huo na matukio yaliyofuatia. Hii ikiwa ni mara ya kwanza DW kuzungumza na makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche baada ya kuachiliwa jana kutoka rumande. Pamoja na mengine, amezungumzia matukio ya vurugu na vifo jinsi yanavyotazamwa na Chadema. Kwa kifupi ni kwamba ni matukio mabaya ambayo sio ya kistaarabu. Ni matukio ambayo kwa mtu ambaye unaishi karne hii tunayoishi, unajiuliza kwamba tunaongozwa na watu wa aina gani? Kwa sababu kwa mfano matukio ya kabla ya uchaguzi yalikuwa ni matukio ambayo mengi tulijaribu kuonya, kujaribu kuambia viongozi kwamba wajaribu kuepusha nchi kuingia kwenye hali ambayo ingeweza kuleta taharuki, kwa sababu mtu yoyote mwenye akili anapoona watu wanatekwa kwenye nchi hii, watu wametekwa sana, wakiwemo watu wakubwa kabisa wenye profile kubwa. Kwa mfano Humphrey Polepole ambaye amekuwa barozi, amekuwa katibu mwenezi wa CCM. Wametekwa viongozi wetu wa chama, wametekwa mwenyekiti wetu wa vijana Deus Soka. Watu wengi wameuawa. Haya yaliyokuja kujitokeza sasa yamekuja kuleta hali mbaya zaidi. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba ni hali mbaya ambayo haitakiwi na ni hali ambayo ingeweza kuepukika. Mheshimiwa Heche, kama unavyosema hukuwepo katika kipindi cha uchaguzi na machafuko yaliyofuatia, lakini naamini kama makamu mwenyekiti wa Chadema bila shaka taarifa nyingi unazo kutoka kwa viongozi wengine waliokuwepo. Sijui mpaka sasa unafahamu nini kuhusiana na watu waliouawa katika vurugu za baada ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi? Nimeachiwa jana jioni tu, mida ya saa 1 jioni, na nimepata nafasi ya kupita kwenye video clip nyingi ambazo zimerekodiwa. Nimezungumza na baadhi ya mashuhuda ambao wamenipigia simu, na thibitisha kwamba ni kweli. Nimepata taarifa kwamba mamia ya watu, kama sio maelfu ya watu wetu wameuawa. Wengi wamekufa mikononi mwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ambavyo vinapaswa kuwalinda watu, sio kuua watu. Ni mambo ambayo hayakubaliki. Kwa hiyo natumia nafasi hii kwanza kutoa pole sana kwa familia ambazo zimepoteza ndugu, jamaa, marafiki, watoto. Familia zimebaki na wajane, watoto wamebaki yatima. Natoa pole kubwa sana kwa niaba ya chama chetu, lakini vile vile nalaani kwa sauti kubwa sana matukio haya mabaya ambayo kwa kweli yalipaswa kuepukwa. Na kwa sasa hatua tunazochukua ni kwamba kama nilivyosema asubuhi nilipokuwa nimeenda kuripoti polisi, chama chetu tutakutana kwenye vikao. Nimeagiza sekretarieti ya chama chetu ikutane kwa haraka, kusanya matukio hayo yote. Tutajaribu kuwatafuta ndugu ambao wamepata matatizo, tuone misaada tunayoweza kutoa, na hiyo ndio itakayotoa tamko rasmi la chama ya hatua gani tutachukua kama chama. Mheshimiwa Heche, mlikuwa na kampeni nyinyi ya No Reform No Election ambayo lengo lake kuu lilikuwa ni kuhakikisha uchaguzi hautofanyika tarehe 29 Oktoba. Uchaguzi lakini umefanyika na Samia yuko madarakani na bila shaka amejipanga kuendelea kubakia madarakani kwa miaka 5 mingine, na bunge la CCM kadhalika. Mnakubali kampeni yenu hiyo imekufa? Kama hiki kilichofanyika Tanzania ndio unaita uchaguzi, basi hata wewe nitakushangaa sana. Hakuna uchaguzi uliofanyika Tanzania. Uchaguzi unahusisha kura kupigwa na kura kuhesabiwa kwa njia za wazi. Hiki kilichofanyika Tanzania sio uchaguzi, ni watu wenye mamlaka wamejitangaza kwamba wao ni viongozi. Kuna watu wanafanya military coup, na hii vile vile ni mapinduzi yale yale. Sauti ya wananchi imepinduliwa.
Hakuna uchaguzi wowote uliofanyika. Kapata 98% Samia Suluhu Hassan. Wananchi wameunga mkono kauli ya chama chetu ya no reforms no election. Kwa hiyo unachosema Mheshimiwa Heche, kilichofanywa na Watanzania kuupinga uchaguzi ndicho mlichotarajia kupitia kampeni ya no reform no election? Wananchi kwa vyovyote vile, wananchi wa nchi hawapendi vurugu. Ni watu wanapenda amani, ni watu ambao wanapenda serikali iwasikilize na ielewe wanachosema. Wanaofanya machafuko ni wale wanaolazimisha kujiweka madarakani kwa njia ambazo sio za kikatiba. Umesema kwamba uchaguzi huu ulikuwa ni kiini macho, hakuna uchaguzi uliofanyika, lakini ni batili. Kwa mtazamo wako, upinzani kwa ujumla umebaki na nafasi gani kutoa changamoto kwa CCM, kwa sababu ukweli ni kwamba wako madarakani? Upinzani utafanya nini kutoa changamoto kwa CCM ambacho inaonekana kimedhibiti kila kitu? Upinzani wa nchi hii sasa hivi ni ambao umekuwa muda mrefu ni chama kimoja, kuacha vyama vingine ambavyo actually vyama vya makaratasi ambavyo vinatumiwa na CCM, na upinzani ni wananchi wenyewe wanaotuunga mkono. Vyama vya makaratasi unamaanisha vyama gani? Vyote ambavyo ni vyama vinatumiwa na serikali na CCM. Huyo ni makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema John Heche, kama alivyozungumza nami muda mfupi uliopita.